Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, bado tuko tunaangalia Afrika yetu hii, hususan katika taifa la Kenya ambako kumetokea maandamano ambayo tunaambiwa mpaka sasa ni watu 8 wameuawa na watu kama 400 hivi wamekwisha kujeruhiwa. Maandamano ambayo ni Gen Z. Gen Z ni kizazi hiki ambacho kimezaliwa kuanzia miaka ya 2000 kuja huku juu. Hasa kuanzia 2006 kuelekea huku juu zaidi, kwa sababu vijana wengi wakajikuta wamesoma na ajira hamna, lakini pia vile vile maisha Kenya kidogo kumekuwa na tabu kidogo kwa sababu ya serikali pia kuongeza ushuru kwenye vitu ambavyo kidogo kumekuwa na shida. Hiyo ni sababu namba moja ya Gen Z. Maana maandamano haya yanayoendelea sasa yalianzaga mwaka jana 2024 pale ambapo serikali ya Kenya, bunge la Kenya lilipotoa ile finance bill ya mwaka huu 2024 wakiongeza kodi kwenye baadhi ya bidhaa kama vile mafuta, bidhaa kama vile mkate. Umeona, kwa sababu nasemaga mtu akishindwa katika jambo lolote lile, au akishindwa kuwa na ugali nyumbani au wali nyumbani, basi option ya mwisho kabisa anakimbilia dukani kwenda kununua mkate anywe na chai. Sasa hivyo ikapanda, wakaongeza ushuru bunge hili la Kenya. Maana ni mswada ambao sasa ilikuwa uchukuliwe uende ukasainiwe na rais, anguke signature. Baada ya kusaidi pale, basi iwe ni sheria, iwe imeshapita kwa upande huo mswada wa bajeti hiyo ya 2024. Lakini pia ilikuwa kwa wagonjwa wale wenye kansa pia, na wenyewe kwa matibabu yao kukaongezwa na kwenye, yani mtu anaumwa yuko mahututi, kansa inamtesa, lakini matibabu yake yakaongezewa pia kodi. Hiki ndicho ambacho sasa kiliwafanya vijana wengi hususan hawa wa Gen Z ambao ikabidi waingie mtaani kwenda kuandamana. Lakini sababu nyingine sasa ambayo nimewaleta sasa kwenye maandamano haya ni wanadai haki haki ya raia kuuawa na polisi, kwa sababu jeshi la polisi la Kenya. Kwa hiyo ni mojawapo ya haki ambazo wanazozidai, kuwa raia wamekuwa wakiuawa na polisi. Kwa hiyo maandamano haya yanapelekea kuwa wakiandamana basi ni kudai haki zao za kuuawa na polisi. Mojawapo ikiwa ni Albert Ojwang ambaye aliuawa juzi hapa, mnakumbuka hicho kisa. Lakini kesi nyingine ikiwa ni bwana mmoja anaitwa Boniface aliyepigwa risasi na polisi. Kwa hiyo haya yote yanapelekea hivyo. Sasa kwenye maandamano haya tuna mdau wetu mmoja yupo Kenya kule, basi anatupa ripoti ya kile kinachoendelea. Na katika maandamano haya ni kuwa Benki ya Dunia imetoa takwimu kuwa katika maandamano ya jana, ripoti ya Benki ya Dunia ni kuwa Kenya imepata hasara ya zaidi ya bilioni 4 shillings. Yani kwa pesa ya Kenya au pesa ya Kenya zaidi ya bilioni 4 imepata hasara kwenye maandamano haya. Na kwingineko ni kuwa katika vituo vingine vya polisi raia waliwadhibiti askari, hivyo kubidi askari wakimbie, na raia ambao wanashukiwa kuwa ni magaidi wakaiba bunduki kadhaa. Sasa ikifika mahali raia wameanza kwenda mpaka kwenye vituo vya polisi na kunyang'anya hizi bunduki na kukimbia nazo kusikojulikana. Manake sijajua usalama wa nchi unakuwaje. Sijajua hasa nchi inakuwa iko salama kiasi gani, kwa sababu ikifikia hapo manake inakuwa imefikia katika hali mbaya, na maafa yametokea zaidi ya vile yanavyoripotiwa mitandaoni, na majeruhi ni wengi sana, na biashara za watu zimeharibiwa sana tena zaidi mara tu magaidi walipoingia kwenye miji mbalimbali nchini Kenya. Hii yote kumbuka ilianza kidogo. Mwisho wa siku sasa taifa la Kenya linakuja kufikia hapa lilipofikia, kwa sababu ni hasara. Maandamano yanapotokea
ni hasara. Waandamanaji wanapotokea humo ndani, kunakuwa na watu hawana nia nzuri, ndugu zanguni. Ndio maana unaona biashara za watu pia zinaharibiwa. Yani waandamanaji wakiandamana sokoni hawaandamani kwa amani. Yani sio maandamano yale ambayo watu wanaandamana kwa amani alafu wajiweke katika discipline kuwa lengo letu sisi ni kuandamana kwa ajili ya serikali irekebishe kitu hiki na hiki hapa. Lakini wakuta wanaandamana humo ndani pia kuna watu wengine wana take advantage, kwanza kupora mali za raia na kufanya uharibifu. Kwa mfano hasa kama hivi ambavyo tunaambiwa kuna hasara imepatikana zaidi ya bilioni 4. Hiyo ni day 1. Sasa je, wakiandamana tena siku ya pili, wakaandamana siku ya tatu, uchumi wa taifa au uchumi wa nchi utakuwa wapi? Usalama wa nchi utakuwa uko wapi? Au maendeleo ya nchi yatakuwa yako wapi? Kwa hiyo ndugu zanguni, haya ndiyo yanayoendelea. Lakini ndugu yetu mmoja kutoka Kenya anasema, lakini nachojua leadership is going to be for different generations. Hata watakaoingia watakuwa na kazi sana, bila kutekeleza maslahi ya vijana basi hakutakuwa na amani. Kwa sababu kinachotakiwa ni kitu gani ambacho vijana hawa wa Gen Z, hii generation wanachokidai. Maana Gen Z nimekuambia ni generation ya kuanzia miaka 2000. Vijana hawa wanachokidai ni nini? Wanachokitaka ni nini? Maana yake kwamba serikali isipokubaliana kutekeleza matakwa ya hawa vijana, maana yake matokeo yake amani haitakuwepo katika taifa la Kenya na watu wataendelea kuandamana. Na tungependa kuwe na amani. Amani ni jambo la msingi zaidi. Lakini sasa kwa hiki kinachoendelea, sijui kuna tatizo katika nchi ya majirani zetu hapa Kenya, na tunaendelea kuombea ili kuwe na amani iweze kupatikana, kwa sababu amani ndio kila kitu. Kukikosekana amani, matokeo yake ndio haya, hasara zitatokea sana. Lakini sasa hii imenishtua kidogo kuwa kunaonekana mpaka magaidi wameingia ndani ya Kenya, ndio hawa wanaenda kupora silaha katika vituo vya polisi. Hii maana yake taifa linakuwa haliko salama sana. Na tukumbuke maandamano ya aina hiyo ambayo yanawajumuisha mpaka magaidi ndani kwenye maandamano haya, ndio haya yaliyowahi kutokea katika taifa la Libya. Wakati ule wataka kumuondoa Gaddafi, kumbe kuna wahuni ambao wamelipwa pesa, vimekusanywa vikundi vya wahuni kutokea huko, wakasema tunaandamana na raia wa Libya bila kuelewa, wao wakijua ni maandamano ya kumpinga Colonel Muammar Gaddafi, kumbe ni maandamano ya vikundi ambavyo humo ndani kuna makundi ya kigaidi. Makundi haya ambayo yakasababisha kuanguka kwa Colonel Muammar Gaddafi. Yani manake walipokuwa wanaandamana, Gaddafi aliwaacha tu, okay, ni haki yao kuandamana. Kama hawajui au hawaoni kile nilichokifanya, waacha waandamane. Na mwisho wa siku wanakuja kumwambia usalama wa taifa, wanakuja kumwambia mzee, wale wanaoandamana wana bunduki. Waandamanaji gani wana bunduki? Ndio matokeo yake yakawa ni mabaya, mpaka kupelekea taifa la Libya kuanguka na kutokuwa na amani mpaka leo. Maandamano ni kitu kizuri, lakini maandamano ambayo ndani kuna magaidi, ndugu zangu ni wa Kenya, naombeni tujaribu kufikiria hilo jambo, kwa sababu halitakuwa na afya zaidi. Tunaweza sawa, maandamano haya ni ya kuipresha serikali, kumpresha rais ili rais aweze kufanya vile ambavyo sisi vijana tunataka. Lakini maandamano yakishaingiliwa tena ndani, kwa taarifa zilizoko kuwa mpaka magaidi wameingia ndani, ndugu zangu ni Kenya sasa inaenda kuwa ni taifa la namna gani? Kumbuka wakati huo wanaposema kuna magaidi wanaoandamana, kumekuwa na taarifa za jeshi la Sudani likiwa linaishutumu Kenya kwa kusambaza silaha kwa wanamgambo wa RSF pale nchini Sudani, Khartoum. Jeshi la Sudani limeishutumu serikali ya Kenya kusambaza. Ngoja nikusomee hii taarifa. Inasema jeshi la Sudani lilifichua silaha na risasi zenye maandishi ya Kenya katika maghala ya silaha za wanamgambo wa RSF mjini Khartoum mwezi uliopita. Serikali inayoungwa mkono na jeshi la Sudani lilishutumu Kenya Jumanne kwa kusambaza silaha kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwa wanajeshi wa msaada wa haraka katika vita na jeshi la kawaida tangu Aprili 2023. Jeshi mwezi uliopita
pia liligundua silaha na risasi zenye majina ya Kenya katika maficho ya silaha za wanamgambo wa kigaidi wa RSF huko Khartoum. Wizara ya mambo ya nje ilisema katika taarifa yake hiyo, jeshi la RSF wamebadilishana kwa miezi kadhaa ya kupokea silaha kutoka kwa mataifa ya kigeni, ikiwa ni pamoja na UAE, yani Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri, Irani, Uturuki na Urusi. Kenya imekuwa mojawapo ya njia kuu za vifaa vya kijeshi vya Imarati kwa wanamgambo wa kigaidi wa RSF, wizara ya mambo ya nje ilidai. Maana hii ni vita kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani kamanda wa RSF Mohamed Hamdani Daglo, vimeua makumi ya maelfu na kuwang'oa zaidi ya milioni 13. Kwa hiyo taarifa hii inaendelea, inasema mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya mara kwa mara mamlaka za nje zinachochea moto na kutoa wito wa kukomesha uwasilishaji wa silaha za kigeni kwa pande zinazopigana bila kutaja nchi maalum. UAE imekuwa ikishutumiwa mara kwa mara kwa kuipatia silaha RSF kupitia nchi jirani za Chad na Libya. Kwa hiyo haya ndio yanayoendelea. Sasa tunakaa tunajiuliza, je, katika mambo haya ndio kwenye maandamano ya Kenya pengine ndio magaidi wanaoaminika kuwa magaidi? Mimi sijasema RSF ni magaidi au ni nani ni magaidi, kwa sababu hizo ni taarifa tutaanza kuzifuatilia zile, lakini ninachokiongelea, ikiwa mpaka maandamano haya ambayo Gen Z walikuwa wanaandamana vizuri kabisa, leo hii kumeonekana ndani kuna magaidi wanaingia kwenye vituo vya polisi na kupora silaha. Ndugu zanguni, bila polisi sasa mtalindwa na nani? Manake sawa, polisi Kenya tunajua ndio kuna hizo shutuma za mauaji ambazo zimekuwepo. Ndio maana hawa Gen Z wameandamana, ni haki yao kabisa kikatiba kuandamana, lakini andamaneni, msifanye fujo. Lakini hii ikiwa ni fujo, manake ukumbuke nchi ikikosa usalama matokeo yake yatakuwa ni nini, ndugu zanguni? Kwa hiyo sijajua, lakini tunaombea amani Kenya, kuwe na amani ili mambo haya yaishe, wakae mezani, wajadiliane na serikali irekebishe kile ambacho raia wanachokidai, wananchi wanachokidai. Basi ikae hivyo tu. Asanteni sana, ninawashukuru sana.